kuitikia mwaliko wangu. Msikilizaji, tutaweza kukuhusisha katika mazungumzo yetu. Line yetu ya simu ipo wazi 0706591362 au 0737699548, na pia vile vile kwenye ujumbe mfupi kupitia 20154, na hata pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook ambao ni Pwani FM. Mheshimiwa, karibu. Nafikiri ni siku nyingi sana mimi na wewe hatujakaa kwenye studio. Labda tunakaa huko nje. Pia huko nje ni siku nyingi, lakini naelewa majukumu ya kazi, sivyo? Lakini nimeshukuru sana pia kwa kuweza kuniheshimu na kuitikia mwaliko wangu na kuja katika studio kwa mara nyingine, na asante sana kwa hilo. Kwanza kabisa Mheshimiwa, nataka tuzungumzie kidogo kuhusiana na masuala ya kitaifa, alafu tutakuja kuzungumzia masuala ya hapa kaunti ya Mombasa. Kuna hii shinikizo la BBI pamoja na punguza mzigo, ni katika harakati ya kuweza kubadilisha katiba ama kuandaa kura ya maamuzi. Kama kiongozi, labda manake hili swala litakuja katika bunge la kitaifa hatimaye, maoni yako ni gani? Kwa kweli asante sana Bidalila. Wasikilizaji hamjambo huko, bibi na mabwana. Maoni yangu kwa swala hili la BBI, sisi kama wanasiasa tukizungumza tutambua tunajipigia debe. Haswa katika maoni ya punguza mzigo, wananchi wengi maoni yao ni kuwa wanaona kina mama ndio ni mzigo, ili wanataka kuondolea mbali hii nafasi ya kina mama. Na sisi kama kina mama bungeni, kwa sababu tulipigania katika katiba iliyopita, hizi ni faida ambazo kina mama waweza kupata. Tukiangalia hapo awali wabunge walikuwa ni kidogo kuweza kuchaguliwa, tukapatiwa nafasi hii, angalau kuna 47 ambao wanaingia bunge kwa wenyewe kuchuana kama wanawake chini mashinani. Lakini mimi kwangu mimi, wananchi watakavyoamua ndivyo itakavyokuwa. Sisi tunangoja hiyo kura ya maoni, vile watakavyopiga wananchi, yale ni maoni ya BBI na sisi tunazingatia maoni ya mwananchi. Mwananchi vile atakavyoamua ndivyo itakavyokuwa. Mpunguza mzigo anataka viti kadhaa viondolewe kama mwakilishi wa kike, nominated positions, senators, ili mradi kuweza kupunguza wage bill ya serikali. Hayo ni mapendekezo ambayo yako katika punguza mzigo. BBI bado hatujajua baada kufikia sasa, manake ni ripoti ambayo tunaisubiria baada ya kukamilisha majukumu yao ya kwenda kukusanya maoni kutoka kwa wananchi. Kwa upande wako, je, unaona punguza mzigo labda itasaidia kuweza kupunguza wage bill ya serikali na pia kuleta afueni kwa mwananchi wa kawaida? Kwa maoni yangu sioni, kwa sababu katika mjadala wa rais anapotaka kugombea kiti cha urais, wanasema watatengeneza nafasi za kazi. Na ikiwa kila wakati rais atakapokuwa ameingia mamlakani kutakuwa kuna punguzo zile nafasi za kazi, tena hiyo itakuwa haiambatani na sera za ugombeaji. Kwa hivyo unahisi kana ambao zile nafasi za kazi badala zibuniwe ndio kila mmoja aweze kupata ajira, itakuwa ni kana ambao zinapunguzwa, watu watakosa ajira. Asante sana kwa maelezo yako. Tuzungumzie swala la mbunge wa Starehe. Juzi Charles Jagwa ameweza kuwasilisha hoja bungeni ya kupunguzwa kwa umri wa wafanyikazi wa umma kustaafu kutoka miaka 60 hadi miaka 50. Nafikiri bado pia ni jukumu lenu kama wabunge. Mswada utakuja huko tayari, ni petition ambao tayari hoja iko bungeni inasubiriwa, labda muda kuweza kuijadili. Kama kiongozi unahisi vipi juu ya hili? Usema kweli, hii ni kama kurudishana nyuma. Mjadala uliwekwa ukapitishwa. Kweli kuna shida ya kasi. Na si Kenya pekee, ni ulimwengu mzima. Kwa hivyo kupunguzisha watu umri wa kufanya kazi, sio kwa tunasaidia kutengeneza zile nafasi za kazi. Ndio vijana watahisi kuwa ni afueni kwao, lakini bado nafasi itakuwa ni zile zile. Kutakuwa hakujaongezeka nafasi za watu kuandikwa kazi, kwa sababu wale watakuwa wamepunguzika. Watakaoingia kazini ni age bracket itakuwa ni ile ile tu. Yule ambaye alikuwa yasubiri mwenzake aondoke atapanda ile daraja moja, mwenzake ataondoka,
shida bado zitakuwa bado ziko pale pale. Ni vizuri tuangalie miswada ya kuweza kuangalia vipi tutaongeza kuweza kuandika vijana kazi kuliko ni kuondeleana lawama. Manake ile mswada ulileta ni miaka 60 iliongezwa, ukasema ni wazee sasa wapunguzwe tena. Manake hiyo miaka 50 bado ilikuwa ipo hapo nyuma. Sikuwa ilikuwa kuna kustaafu, ilikuwa ni miaka 50 hapo nyuma. Ikakuja kuwa revised. Na kwa hivyo sasa itakuwa ni mambo yashatengenezwa, tunarudisha nyuma, ni kuchezwa paka na panya tu. Okay. Na labda kama bunge mnaonaje, mtaupitisha huu mswada ama labda mtauangusha? Itategemea na vile yeye mwenyewe amelobi. Hadi kufikia sasa unaonaje? Maanake pia unakaa bungeni. Unaonaje idadi kubwa ya wenzako wanahisi vipi? Ni kitu ambacho wanaona wanafaa wakipitisha ama kila mmoja anajaribu? Mwenyewe hata Jagwa pia haja lobby na wabunge wenzake hapo vizuri. Huyu ni mambo ambayo yanazungumzwa kwenye vyombo vya redio huko nje, lakini itategemea na yeye mwenyewe atatu approach namna gani. Okay. Asante sana mheshimiwa. Tuje katika eneo la Pwani. Naibu Rais amekuwa na ziara katika eneo la Pwani. Amezuru maeneo mbalimbali. Kaunti ya Mombasa pia ameweza kuzuru. Juzi ilikuwa Jomvu kwa ajili ya fundraising ambayo aliweza kufanya katika kanisa la PCEA, na pia vile vile kuna miradi kadhaa ya maendeleo ambayo amefanya. Kuna ile ameweza kucommission ama kulaunch Changamwe pale. Kama kiongozi wa kina mama unachukuliaje hili, kwa sababu hatujakuona ukiwa pale licha kwamba ni naibu wa rais? Kusema kweli sisi ni watu wa mirengo tofauti dalili. Naibu wa rais, na hata kama mimi ni kiongozi lazima nialikwe mahali. Wale walioandaa nafasi shughuli ile hawakunialika, siwezi kwenda. Lakini mimi na naibu wa rais sina vita naye, yeye ni naibu wa rais wetu mpaka wakati utakapofika. Kwa hivyo kutokuwepo kwako ni kwa sababu haujaalikwa kama mwakilishi wa kike kaunti ya Mombasa. Wewe vidalila wayatafuta. Wewe wajua kabisa hii Mombasa kuna si Mombasa ni Kenya nzima. Watu wako mapande. Na ukweli sisi kama watu wa ODM, watu wa baba Raila Amolo Odinga, sisi tunaangalia handshake ya Raila na rais. Lakini Ruto yake si handshake. Hiyo mambo ya tanga hiyo sisi mimi sishughuliki naye. Okay. Because nikizungumzia hivi ndio maana nikasema alikuwa hapa on official duty, ni kikazi, si ati ni hafla ya kuja kufanya campaign. Kama amekuja kucommission, kama amekuja kulaunch, unaona, kama amekuja kufanya fund drive, ile ni shughuli ya kikazi ambayo in one way or another inaleta development katika kaunti ya Mombasa. Je, kama viongozi hamuoni kwamba it's necessary ya kufika katika, kwa sababu hakuja kupiga kampeni ya mwaka 2022, ni kwa sababu ni shughuli za kikazi ambazo zinafanyika katika maeneo yenu? Hili jambo liko wazi. Kuna watu ambao wenyewe wako katika mrengo wake naibu wa rais, na kuna sisi ambao tumejituliza tu, tunangoja wakati ukifika. Kwa hivyo hiyo shughuli kwanza si kualikwa, na pili nafikiri hata sisi tulikuwa kuna shughuli yetu kama kina mama, mimi na mheshimiwa Mishimboko. Nafikiri unakuta wale walioandamana na naibu wa rais hawakuja kwenye shughuli zetu. Okay. Na hii leo kuna maandamano mheshimiwa Shu katika kaunti ya Mombasa kuambatana na swala zima la SGR, mchakato mzima ambao unaendelea kwa hivi sasa kuhusiana na shughuli ya kuweza kubinafsishwa kwa kituo cha pili cha kuegesha makasha katika bandari ya Mombasa, shughuli za uchukuzi ambao kampuni mbalimbali zinasema ya kwamba zimelazimishwa makasha kuweza kusafirishwa kupitia mfumo wa SGR badala ya kutumia ama kuwa na ile free trade kama ambavyo imekuwa hapo awali. Na kuna wafanyi biashara mbalimbali wa masuala ya uchukuzi ambao wanahisi kwamba wameathirika kwa namna moja ama nyingine, na hata pia wakazi kutoka kaunti ya Mombasa hii leo wanaandaa maandamano. Kama kiongozi, labda unazungumziaje kuhusiana na hili swala? Bila maandamano yameidhinishwa katika katiba ya nchi yetu hii. Kwa hivyo ni kweli ni jambo litatuumiza sana sisi watu wa Mombasa.
Lakini juzi tulikuwa na mkutano na rais, na rais akatetea akasema ni kwamba kuna hizi poti zingine zitakapofunguliwa biashara zitafunguka. Lakini kwa sasa hivi ni janga ambalo tunalihisi, Mombasa ni tatizo kubwa, kwa sababu Mombasa inapoteza pesa nyingi sana. Wafanyi biashara wetu waliowekeza kwenye magari kwa sasa hivi wanapata hasara. Lakini Bidalila nao usisahau, wakati tukifanya kampeni tulikuwa tukizungumza, tukipiga kelele kuhusu hili jambo, na hawa stakeholders wa magari wenyewe na wengine wao walikuwa wameshirikiana na serikali. Hii juzi sasa baada wanaona hasara, ndipo walikuja kuandaa mkutano na Gavana Joe ili tuone ni vipi tutashirikiana. Na jambo lile tukaliweka kwa rais juzi alipokuwa hapa Mombasa, na rais akasema tumpatie muda. Kuna kamati andalizi itakaobuniwa ya wabunge wetu, na yeye mwenyewe akiwa patron wa hiyo commission, tuangalie ni vipi tutasaidiana kama mji wa Mombasa. Kwa hivyo kuna afueni labda huenda ikapatikana baadaye. Suluhu itapatikana. Okay. Asante sana kwa hilo. Na tukizungumzia swala hilo la SGR, juzi tumeweza kuwaona baadhi ya viongozi wakiongozwa na mbunge wa Nyali Mheshimiwa Mohamed Ali, walikuwa akimshutumu sana gavana wa kaunti ya Mombasa ya kwamba kwanza alikuwa mstari wa mbele kupinga swala hili la SGR, akisema kwamba bandari, bahari zote zinataka zihamishwe kupeleka Naivasha, lakini ghafla akafunga mdomo baada ya kwamba kuna madai ya kuwa yeye ni beneficiary wa ile project kama familia ya Joho. Na sasa mumekaa kama kikao na viongozi kuweza kulizungumzia hili swala, na huku yeye anapigwa vita kwamba yeye amefunga mdomo kwa sababu ni wale watu ambao wameweza kufaidika pakubwa kutokamana na SGR. Labda kuhusu hilo nalizungumzia. Hiyo ni siasa. Wakati alivyokuwa akipiga kelele, kwa nini hawa ambao wanaomshutumu sasa hawakuungana na yeye katika kupiga hiyo kelele? Kwa hivyo hizo ni siasa Bidalila, lakini la msingi nimesema ya kuwa ni janga ambalo tunalifeel ndani ya Mombasa. Wenye manyumba, hata mimi pia niko na nyumba ambao sasa hivi hazina wapangaji. Ni hasara tunaipitia, lakini ni wakati kila kitu kilicho na mwanzo huwa hakikosi kasoro. Na nina imani ya kuwa tutakapoendelea kujadiliana, sio kupiga kelele. Tumesema wakati wa kupiga kelele umeisha. Sasa ni wakati wa watu kukaa mezani na kuambiana ukweli na kuangalia njia gani muafaka, mbinu badala ambayo itaweza kusaidia Mombasa kurudi katika hali yake ya zamani. Kwa hivyo unasema kwamba wakati alipokuwa akipiga kelele hawa viongozi walikuwa wapi? Kwa hivyo wengine wanasema kwamba kumbe alikuwa anapiga kelele kwa ajili ya kujitafutia yeye mwenyewe binafsi. Itakuwa ni makosa. Wakati akipiga kelele, hasara ngapi walipata kama familia wakati kampuni zao zilipokuwa zimefungwa, mali zao zimefungwa? Nani alisimama na kuweza kuwatetea? Kwa hivyo mambo ya binafsi hatuwezi kutia hapo, hiyo inakuwa ni siasa. Biashara yoyote ina competition. Kwa hivyo ni muhimu hawa stakeholders wakae pamoja, wakae kwenye meza. Bado Joe ni kiongozi wa Mombasa, waweze kutafuta suluhu. Mimi nina imani katika njia ya kutafuta suluhu kuliko njia ya kupigiana kelele, kurushiana madongo. Ni huyu. Yeye mwenyewe Mohamed Ali alikuwa wapi wakati huo? Si alikuwa pia yeye atafuta uongozi? Okay, asante sana mheshimiwa. Tuje katika masuala ya wanawake na hata pia uongozi. Mheshimiwa, kwa hivi sasa kuna tatizo kubwa sana la masuala ya mimba za mapema miongoni mwa watoto, ambao nafikiri kama kiongozi wa kike ni jambo ambalo mnafaa muweze kulishikilia kwa uzito sana, kwa sababu wanaoathirika pakubwa ni watoto wa kike. Na juzi kuna mswada ambao umeweza kuletwa bungeni ambao unalenga kulazimisha wakuu wa shule kuwarudisha tena shuleni wale wanafunzi ambao waliweza kupata ujauzito baada ya kujifungua. Na hawa principals wanasema kwamba to them kuwarudisha tena hawa watoto katika shule zile itakuwa mwanzo watakuwa victimized, alafu pia wataweza kuleta mazingira ambayo hayatakuwa mazuri kwa wao ya kuweza kusoma. Kwa hivyo wanapendekeza kwamba wale watoto baada ya kujifungua wapelekwe kwenye shule zingine, warudi kwenye shule zingine kuendelea kusoma, na wala sio kwenye zile shule walizoweza kuwa pale awali. Na katika huu mswada unalenga kuwalazimisha hawa principals warudi kuwarudisha, wakubali tena
hao wanafunzi pale shuleni, la sivyo zimewekwa sheria pale, kutakuwa na kifungo cha miezi 6 ama waweze kutozwa faini ya 500,000. Je, kama mwakilishi wa kike unaonaje kuhusiana na hili swali? Kulingana na hilo swala, ukweli ni kuwa mtoto yule, yale ni mazingira ambayo alikuwa ameyazoea. Na atapokwenda skuli nyingine, wale wanafunzi ambao ni wageni ambao watakuwa katika ile shule nyingine, atakuwa na mazingira mengine tofauti. Na zaidi wale walimu wa pale ni kuwa anajua kuna walimu wa kike pale ambao wenye amezoeana nao, ambapo tunahimiza sasa walimu wa kike waweze kufanya urafiki na hawa watoto wetu, yasitokee kama ile ilitokea huko Bometi. Yes. Kwa sababu mtoto yule amewekwa mimba ya mapema, si kupenda kwake, ni kwa sababu ya kudanganya. Na sisi kama viongozi na wale walimu tunatakaniwa waweke kitengo cha kuweza kuwapatia wale watoto counseling, ili yule mtoto aweze kujibadilisha kimaisha yake. Na ni vizuri apewe nafasi ya kuweza kuwa binadamu mbeleni, kwa sababu tutakaposema mtoto yule ikiwa ameshazaa asirudi kusoma, ni kumnyima haki yake, ambao katika katiba kila mtoto ana haki ya elimu. Okay, asante sana. Tuje katika masuala ya kaunti ya Mombasa kuambatana na affirmative action. Mheshimiwa, makundi ya vijana na kina mama unafanyaje kuhakikisha kwamba yameweza kuleta mabadiliko ama wameweza kupata mabadiliko makubwa sana? Kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba pesa za ngafu Kisauni wanaziona tu kwenye Viusasa. Bidalila, kweli Kisauni bado hatujaingia vilivyo. Na ni kwa sababu tulikuwa tumejipanga, na sasa hivi tunaenda kuingia Kisauni. Na hata Jumamosi nilikuwa Mwakirunge na vijana na kina mama. Tunapanga civic education yetu kuingia mashinani Kisauni, na nimemwambia chairman tuanze kupanga Jumamosi ijayo tuingie Junda. Tutaingia ward to ward. Hatutafanya ile ya sub county nzima. Tutaenda ward to ward tukiweza kuhamasisha, na ili vikundi viweze kupata yale yanayostahili zile requirement, na tuweze kuwapatia pesa. Okay. Na ni Kisauni peke yake ama pia kuna maeneo mengine? Kwa sababu kuna wengine hapa, kuna mmoja anajulikana kama Ibrahim Jafar anasema mama amepotea sana, hasikiki, haonekani, kwani iko shida. Mwingine hapa Habiba anasema actually I've never had her anywhere and it has never crossed my mind who the Mombasa women rep is. Pengine hajanisikia, lakini nipo ofisini kila Jumatatu, na saizi ukienda ofisini kwangu nimeacha watu, nimekuja studio kwa sababu ya hawa wananchi wetu. Okay, kwa hivyo wao hawajafanya bidii ya kuweza kukujua uko wapi. Because kuna mwingine hapa Mariam 50 anasema muulize hivi Kisauni tulikosea wapi? Huyu mama hata sijui kama Kisauni anakujua. Hayo ni madongo tu. Okay. Kuna mmoja hapa anajulikana kama Esha anasema mbona hatumsikii bungeni akitutetea? Aliahidi kupeleka youth kwa course za hairdressing, miezi imepita, hakuna dalili. Wamejiandikisha kwa Chief Majengo lakini imekuwa ni mirage. What's up? Hiyo kazi tulikaa kikao kwa chief, na wao kama wangekuwa wameshakamilisha ile listi vile tulivyokuwa tumesikizana, wao pia bwana chief walikuwa waweze kunipigia simu. Mimi si malaika kujua tayari washajikamilisha. Na hivyo lawama si nzuri. Kutafutana na kukaa na kujadiliana kunasaidia. Okay. Kuna mwingine hapa anajulikana kama Nama na anasema sisi vijana ndio hatumuelewi huyu mama kazi gani amefanya, hata vikundi vya vijana uviwezesha. Anasema hajui basari zake anatoa kujuana. Anasema yani ni matatizo kwa upande wa huyu mama. Labda issues kama basaries unafuatilia zinatolewa kwa misingi gani? Basaries zinatolewa bila ubaguzi wa dini wala kabila wala rangi. Bidalila, mimi ni mwanasiasa na mimi nimezoea lawama si mzigo. Bora kazi yangu niitekeleze, manake sisi tunapewa pesa kila
baada ya miezi mingapi, 3 4, kila quarter tunapewa pesa na tunapeana na tuna launch na kila wakati na launch. TV ziko pale, watu wa magazeti wako pale. Kwa hivyo mimi kazi yangu, nafanya kazi yangu vizuri. Ni watu hawaelewi unafanya vipi? Sio hawaelewi, ni kuwa hawafuatilii. Yeah. Okay, na hivi vikundi labda unaviwezesha namna gani Asha? Sisi kuna list ya requirement hii ambao huwa wale ambao wanaokuja ofisini tunawapatia kuja kufanya application, kwa sababu wakati tunafanya civic education huwa tunawapatia kule mashinani waweze kukamilisha orodha inayotakiwa, ambao tunatakaniwa mtu awe na copy of the group certificate, tunataka constitution of the group, katiba ya kile kikundi, tunataka minutes of the group, ambao minutes 2 kabla ya wao kuja ofisini kuja kuomba walikaa wakajadili nini, na ya mwisho ni ile minutes ya kuwa wao wamekaa na kujadili ya kuwa sisi sasa hii tunaenda fanya application ya ngafu. Pia tunahakikisha kila member ID yake, copy yake na list of members iko pale, wameweza kuorodhesha kuweza kusaini kuwa wao ni members wa kile kikundi. Pia wanakuja na proposed business plan yao, ni nini matarajio yao wanataka kufanya na hizi pesa za ngafu ili kujiinua kiuchumi. Na ni lazima wawe na bank statement ambayo ina read ile kikundi yao, official from the bank, na ni lazima wawe member 20 kwa kikundi. Na hapo awali Bidalila, ilikuwa ni lazima kikundi wawe members 100 ndio waweze kupata pesa ya table bank. Lakini kama ma women reps tulikaa chini tukasema ya kuwa kikundi hiki kikiwa na watu 100, watu wale kutangamana pamoja inakuwa ni shida, unless kama SACCOS zile CBOs. Tukakaa chini na CEO na management board tukasema ni wacha tuweke at least maximum watu 20 ili kila mmoja aweze kupata nafasi kuwawezesha vizuri. Na vijana je, pia requirements ni hizo? Because kuna mmoja hapa ambaye anasema anajulikana kama ujumbe wake uko wapi? Okay, nitauangalia baadaye. Na labda nisome tu ujumbe wa Ali Manzo, anasema hadi sasa bungeni amewasilisha miswada mingapi kwa manufaa ya ustawi wa jamii anaowakilisha? Mingapi imepita? Changamoto ni zipi? Because hatujasikia chochote. Yes. Bidalila, katika kuwasilisha mswada bado muda tuko nao. Na sisi kama wamama tunapokaa pamoja, mtu anapokuwa wewe uko na idea na mwenzako uko na same idea, tunajadili na kuweza kusukuma ule mswada. Kama wakati mimi nataka kuweka mswada wa masuala ya walemavu, Mama Mishi akaja na ule mswada wa mambo ya walemavu. Tunakaa pamoja, tunaweka idea pamoja, tunasukuma kwa sababu tunasaidia watu wetu wa Mombasa, hatushindani. Yeah. Okay. Ni muhimu watu wetu waweze kupata huduma. Alright. Peter Mchongo anasema muulize kama tukimtumia proposal atashughulikia mahitaji yetu ama itakuwa ni yale yale ya siku za nyuma, kwa sababu aliyekuwa kipindi hicho kilichopita alitushurutisha kuandika na hatimaye tukaambulia pakavu. Anasema anauliza kutoka wadi ya, anasema kikundi cha Great Potential kiko mji wa Kale, yatakuwa ni yale yale ama yatakuwa ni tofauti? Labda tu tuzungumzie kwani vikundi vina qualify vipi, because hapa tetesi nyingi tu ni kuzungumzia kwamba kuna watu ambao wanaandika lakini hakuna chochote ambacho wanapata. Labda katika kutolewa ni misingi gani ambayo inaangaliwa kando na zile requirements ambazo umeweza kuzitoa pale, because wengine wanaonekana ambao kuna kujuana pale ndani, hazitolewi kwa kila mmoja afaidike. Kuna watu ambao ni maalum ambao wao ndio ambao wanafaidika kutokamana na Bidalila, hizo ni hisia. Kila mtu ana hisia zake. Lakini pia vile vile lazima ujue hii ofisi ni ya kisiasa. Ofisi ni ya kisiasa, na kisiasa inamaanisha kwamba mnapeleka kila kitu kisiasa, because siasa nafikiri zimepita. When it comes to utekelezaji sasa, hakuna siasa inafaa ingizwe katika utekelezaji wa kazi. Bidalila,
mimi nilichaguliwa Mombasa nzima na Old Town pia nilichaguliwa. Yes. Kwa hivyo kwangu hakuna hiyo kusema hawa watapata hawa hawapati. Wenyewe wajibidishe, waje ofisi, ama wakitaka niende Mji wa Kale mimi nitakwenda, manake mimi niko flexible. Ili tukutane na hicho kikundi, na wala si mimi, committee ndio inafanya hiyo kazi. Okay. Na pia wakinitaka mimi niende, mimi pia niko tayari kurudi chini kuweza kuwasikiliza. Okay. Lakini wao wafanye application, wakikosa wasifananishe wakati uliopita ushapita. Tunaganga yajayo. Okay. Asante sana mheshimiwa. Na